Desemba 21 mwaka 2024 ni siku iliyobaki kuwa kumbukumbu yenye furaha kwa wanakikundi wa Umoja wa Shina Inc. Kashozi walioko katika kata ya Kasambia wilayani Misenyi baada ya kukabidhiwa mashine inayotumika kuoshia magari na rais wa shirika la Shina Inc. Bi Jessica Kamara Mshara kwa lengo la kuwezesha kikundi hicho kujiinua kiuchumi. Nimefika katika mji mdogo wa Bunazi wilayani Misenyi, sehemu ambayo kikundi hicho kinaendesha mradi wa kuosha magari na pikipiki. Baadhi ya wanakikundi wa Umoja wa Shina Inc. Kashozi wanaeleza kuwa kwa sasa wana imani kubwa ya kuinuka kiuchumi kupitia mradi huo na kutoa shukrani kwa uongozi wa shirika la Shina Inc. lenye makao yake makuu nchini Marekani kupitia kwa rais wa shirika Bi Jessica Kamara Mshara na mlezi wa shirika Amos Mgisha Mshara. Kwa majina mimi naitwa Enoki Emmanuel Kente, ni kiongozi mwenyekiti Umoja Shina Inc. Group Choir katika hiki kikundi ambacho tumeanzisha mradi wa uoshaji wa magari. Ndio tumeanza rasmi kwa ajili ya uoshaji. Kwa hiyo kwa kweli kwa maendeleo tangia tumeanza tunaona tunaendelea vizuri. Tunategemea mafanikio makubwa kulingana na mradi tuliopata. Sisi tulikuwa ni kikundi cha choir kwenye kanisa letu la KKT Kashozi. Baadaye tumekuja kupata huu mradi kutoka kwa mfadhili wetu Majesta, na matarajio yetu tunatarajia kwamba tunufaike katika huu mradi kulingana na hapo mwanzo tulikuwa tuna mahitaji yetu kama sisi wanakwaya, lakini pia wanakikundi tulikuwa tuna mahitaji yetu binafsi, lakini pia tulikuwa tuna mahitaji ya tunatarajia kupata hata kurekodi katika uimbaji wetu, hii huduma tunayoifanya. Kwa kweli shirika tunawashukuru sana. Mungu azidi kuwabariki pale walipotoa. Sisi tunaomba Mungu azidi kuwaongezea pale walipotoa ili na sisi tuweze kunufaika, tuweze kupata zile baraka ambazo wametoa kwetu. Lakini pia tunatoa shukrani kwa Majesta kwa sababu ni wengi sana ambao vikundi vipo ambao aliweza kuwapatia hii mashine wakaweza kuendesha huu mradi, lakini ametuchagua sisi, na sisi tunamshukuru, tunarudisha shukrani mbele zake. Lakini pia tunayo matarajio kwamba Mungu akitujalia katika haya maendeleo ya mradi wetu tutaweza kutoa hata shukrani kwa kutoa gawio kwenye vikundi vingine ambavyo vinaendelea, kuwepo shule ya msingi ambayo alianzisha kule Gorora. Mimi kwa majina naitwa Consolata Songoro Kamakumbi, ni mwanakikundi wa Umoja Shina Inc. Group Kashozi. Kwenye kikundi mimi ni mweka hazina. Kwa kweli tunamshukuru sana Majesta kwa kutupatia mradi wa kuosha magari na pikipiki. Tunamshukuru Mungu, mradi unaendelea vizuri, na tulipoanza tangu tarehe 1 mwezi wa 3 mpaka kufikia sasa hivi tunachokipata si kidogo na maendeleo ni mazuri, na tunamshukuru Mungu kwa sababu wengine tumepata ajira kama wanakikundi vile na kujipatia kipato kwa kujikwamua shida zetu ndogo ndogo. Mradi huo unufaishi wanakikundi hawa pekee, bali hata baadhi ya vijana katika mji wa Bunazi kwa sasa wanajivunia kupata fursa ya ajira ya kuosha magari na pikipiki. Kwa majina naitwa Baraka James Benedicto. Mimi ni mkazi wa katika wilaya hii. Huu mradi umenikuta nikiwa naendelea hapa kufanya kazi kwa peke yangu. Sasa baada ya muda sio muda nikapata wahisani hawa, nasema bwana uweze kuungana na wewe tulete mashine ambayo itakuwa inakusaidia kwenye sport. Sawa, nimeungana nao wakaleta mashine hii. Na mpaka sasa ndio tuko tunaendelea na kazi zetu ambazo tunanufaisha nazo kwa ajili ya familia zetu. Ndio mradi uko vizuri, hatuna shida, hatuna wasiwasi, kwa hiyo tunaangalia kadri utakavyoenda unakuwa. Itakumbukwa kuwa shirika la Shina Inc. ambalo hufanya kazi zake kwa baadhi ya mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar kwa sasa limekuwa mkombozi wa kugusa maisha ya kupambana na umasikini katika jamii kwa kutekeleza miradi mbalimbali hasa katika wilaya ya Misenyi. Miongoni mwa miradi hiyo ikiwa ni kikundi cha wazee Bikoruengonzi kata ya Bugandika, mradi wa Bugorora Itika Aftercare Program unaonufaisha baadhi ya watoto wa vijiji vya kata ya Bugorora kusoma bure, kuwezesha vikundi mbalimbali vya wanawake kusomesha watoto wasio na uwezo bure hadi elimu ya juu, sambamba na kupinga na kutetea haki za makundi yanayofanywa vitendo vya ukatili. Nikiripoti kutoka wilayani Misenyi mkoani Kagera, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media.